Leo tunaenda kuangalia namna gani walimu wa Kiyahudi wakati wa karne ya 7 walipomwekea mtego Muhammad, ambao ulikwenda kuthibitisha kwamba huyu Muhammad hakika ni nabii wa uongo. Naam, kisa hiki kilitokea kule mjini Maka. Kumbuka mwaka 610 Muhammad ndo alianza mafundisho yake na kujitangaza kwamba yeye ni nabii, na harakati zake alizifanya mjini Maka kwa miaka isiyopungua 10, na alizunguka huku na kule akijaribu kuwashawishi watu wa kabila lake wa Quraysh kwamba yeye ni nabii wa Mungu, ambao wa Quraysh wakati huo walikuwa ni wapagani. Lakini pia alijaribu kuwashawishi Wakristo na Wayahudi waliokuwa pale mjini Maka wamkubali kwamba yeye ni nabii kwa mujibu wa mafundisho ya vitabu vya Kiyahudi na Injili zile za walizokuwa nazo Wakristo. Hata hivyo walimkataa hawa watu, na Makureish kwa kuwa wao hawakuwa watu wa vitabu na walikuwa ni wapagani, walimtikisa sana huyu Muhammad, na kwamba mojawapo ya mambo walikuwa wakidai miujiza, kwa sababu kama unavyoona kwa mujibu wa maandiko katika vitabu vya Agano la Kale, tunapoenda kuona katika Kumbukumbu la Torati sura ya 18 aya 18, tunaona mojawapo kigezo Mungu anakiweka kutambua unabii wa mtu au uthibitisho wa mtu kuwa nabii ni uwezo wa kutenda ishara na miujiza, ambacho Muhammad hakuweza kutenda. Akidewa hii ni ishara na miujiza, Muhammad akateremshiwa au akajiteremshia aya ya 59 katika sura ya 17 iliyotoa kisingizio kwamba yeye kwa mujibu wa Allah, huyu anasema hakupewa uwezo wa kuteremshiwa hii miujiza na ishara kwa sababu watu wa nyuma yake huko waliwahi kupewa ishara na miujiza na wakaikataa. Tunaenda kusoma katika Qur'an sura ya 17 aya ya 59. Hiki ni kisingizio ambacho Muhammad alikitoa kwa hawa wa Quraysh. Inasema hivi, hii ni aya ya 59 sura ya 17. Inasema, na hakuna kinachotuzuia kuileta miujiza ila ni kuwa watu wa zamani waliikadhibisha. Na tuliwapa Wathamudi ni taifa fulani linalozungumzwa katika Qur'ani, anasema na tuliwapa Wathamudi ngamia jike kuwa ishara iliyo dhahiri, lakini wakamkanusha, na hatuzipeleki hizo ishara ila kwa ajili ya kuhadharisha. Alichokuwa akisema Muhammad ni kwamba kwa kuwa watu wa nyuma walizikataa hizi ishara na hawakuamini kwa kutumia ishara, basi hata yeye hapo Allah amemzuia kufanya ishara. Yeye atakuja kuwa tu ni mtu wa kutahadharisha tu, hakupewa uwezo wa kutoa ishara. Sasa Wakureshi wakawa hawana la kufanya, wakaona kwa kuwa Wayahudi ni watu wenye elimu kubwa, wakafunga safari wakaenda Medina. Na kisa hiki kinatajwa kwa urefu zaidi na kwa makini sana na katika maandiko ya Al-Qurtubi anakieleza hiki. Halikadhalika Ibn Ishaq naye anakieleza. Ndugu yangu Muislamu, pitia utaona. Na Makureshi walituma wajumbe wawili kwa walimu wa Kiyahudi waliokuwa Madina. Kwa walifunga safari kutoka Maka wakaenda kwa walimu wa Kiyahudi kule Madina kwenda kuomba msaada, tufanyeje kuhusu swala la huyu Muhammad. Hawa watu walikuwa wa majina yao, mmoja alikuwa akiitwa An-Nadir ibn Harith na wa pili alikuwa anaitwa Uqba ibn Abi Muayt. Hawa watu wawili wakafunga safari kwenda kupata ushauri kutoka kwa walimu wa Kiyahudi. Na walimu wa Kiyahudi waliwaambia, kamuulizeni Muhammad kuhusu mambo matatu. Ikiwa ataweza kutoa majibu sahihi, basi yeye huyu ni nabii hakika. La hatoi majibu sahihi, huyu si nabii wa kweli. Na Mayahudi hawa waliwaambia waulize maswali matatu. Swali la kwanza, wamuulize Muhammad awaelezee kuhusu roho. Kwa Yahudi wao wanasema ruh hakodesh, au katika Waislamu nasema ar-ruh au ruh al-Qudus, yani Roho Mtakatifu katika Kiswahili. Kwamba muulizeni Muhammad kuhusu roho, awafafanulie roho. Swali la pili ambao hawa Wayahudi walimu wa Kiyahudi waliwaambia hawa Makureishi wakamuulize Muhammad ni kuhusu kisa cha vijana wa kale, walikuwa wangapi na kisa chao kilikuwa kinahusu nini. Swali la tatu ambao waliambiwa wakamuulize Muhammad ni kuhusu, waliambiwa kamuulizeni Muhammad kuhusu mwenye pembe mbili, huyu ni nani. Naam, walivyokwenda wale watu wawili An-Nadir pamoja na Uqba, walivyorudi wakamuuliza Muhammad akasema atawapa jibu siku ya pili. Muhammad alishindwa kutoa jibu siku ya pili, siku ya tatu
mpaka ilipofika zaidi ya siku 10 Wakureshi wakaanza kumdhihaki Muhammad kwamba Muhammad ametuambia kwamba angetupa jibu siku ya pili, leo inafika zaidi ya siku 10 na hana jibu. Siku ya 15 Muhammad ndipo akaja na majibu. Kabla ya kwenda katika haya majibu ya Muhammad na kufichua namna gani alivyojidhihirisha huyu Muhammad kwamba ni nabii wa uongo, labda nikufahamishe jambo moja la msingi. Katika mojawapo ya video zangu za nyuma nilikuwa na kuelezea namna gani Qur'ani kitabu cha mwanadamu, nikitoa mifano mikubwa. Katika mifano hiyo nimewahi kutoa ni mifano miwili. Mfano mmoja hapo ni kutoka katika sura ya 18 aya ya 83 mpaka 102, ambayo Muhammad katika Qur'an mtu anazungumzwa ambaye anaitwa Dhulqarnain. Na katika mfano wa pili ulitoka katika sura hiyo ya 18 katika aya ya 9 mpaka 26 hivi. Kisa kinahusu wale vijana waliolala katika pango kwa miaka kadhaa. Nikakwambia kwamba visa hivi vyote viwili Muhammad alivitoka katika hadithi za kutunga zilizokuwa za kale kabla yake. Na katika ule mlolongo nilikwambia kwamba nitakuja kukuelezea nini kilimpelekea Muhammad kwenda kunyakua hivi visa viwili vya hadithi za kutunga au riwaya za kutunga na kuzigeuza kuwa aya za Qur'ani. Hichi ndio kisa kilichomfanya Muhammad akaenda kunyakua hizi hadithi za kutunga au riwaya na kuzigeuza kuwa aya za kwenye Qur'an na kuhadaa watu kwamba ni aya kutoka kwa Allah. Naam, baada ya siku 15 Muhammad akatoa majibu kadhaa. Katika swali la kwanza Muhammad akashusha aya ya kutoka katika sura ya 17 aya 85. Tunaenda kuisoma. Sura ya 17 aya yake ya 85 inasema hivi: na wanakuuliza habari ya roho, sema roho ni jambo lililohusika na Mola wangu, nanyi hamkupewa katika elimu ila kidogo kabisa. Anachosema hapo Muhammad ni kwamba Mungu huyu Allah amefunua mambo madogo sana kuhusu roho, na hivyo elimu hii ya kuhusu roho ni nini bado inabaki kuwa ya Allah peke yake. Sasa kabla sijaenda katika majibu ya maswali yale matatu ya hawa walimu wa Kiyahudi kwa Muhammad, jambo moja nikufafanulie ni kwamba maswali haya yote matatu Wayahudi waliyaelekeza katika kitabu cha nabii Danieli. Miongo kadhaa kabla ya Muhammad kujitokeza kama nabii, kulikuwa kuna mdahalo mkubwa sana baina ya Wakristo na Wayahudi kuhusu kitabu hichi cha Danieli. Katika maandiko ya Wayahudi, maandiko yao yamegawanyika katika pande tatu. Vitabu vyao kuna wanachoita Tora, yani vitabu vya sheria. Hivi ni vile vitabu vya kwanza katika Biblia, ambavyo ni kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka, kitabu cha Mambo ya Walawi, kitabu cha Kumbukumbu la Torati na Hesabu. Kwa Wayahudi hii wanaita Tora. Eneo katika vitabu vyao pia, kundi la pili la vitabu vyao vinaanguka katika kitu kinachoitwa Naviim. Naviim maana yake ni manabii. Na eneo la tatu wanaita Ketuvim. Ketuvim ni vitabu vile vingine ambavyo si vya kinabii, mfano vitabu kama Zaburi, vitabu vingine kama kwa mfano Methali na vingine kama hivyo. Hivi vinaangukia katika kundi ambao wanaita Ketuvim. Sasa ule mjadala baina ya Wakristo na Wayahudi ulikuwa ni kuhusu hichi kitabu cha Danieli kiweke katika kundi gani? Kiwe katika kundi la Ketuvim, yani vitabu ambavyo si vya kinabii, au kiwe katika kundi la Naviim. Na hoja kubwa ilikuwa ni kwamba huyu Danieli katika kitabu chake anazungumzia kuhusu maono aliyopata katika ndoto kadhaa. Na wao Wayahudi walichokuwa wakizungumza ni kwamba kwa mujibu wa imani yao ni kwamba unabii una namna tofauti, maono ya kinabii yanakuja katika namna tofauti. Kwa hiyo maono ya katika ndoto hawakuhesabu kama ni maono ya kinabii. Kwa hiyo wao Wayahudi wakakiweka kitabu cha Danieli katika ule mkusanyiko wa Ketuvim, kwamba wao Wayahudi hawakihesabu kitabu cha Danieli kama kitabu cha kinabii. Na Wakristo wao wanakihesabu kitabu hiki kwamba ni Naviim, yani katika mojawapo ya mikusanyo ya vitabu vya kinabii. Kwa mfano mojawapo ni kama Danieli ambacho kwa kibichaniwa, au vitabu kama vya nabii wengine wengi tu. Mfano Isaya ni mojawapo manabii wakubwa anahesabika kwamba ni Isaya, na wengine kadhaa. Sasa
Swala kubwa hapa lililokuwa likibishaniwa ni kuhusu roho, mafunuo yake yakoje, ili kuhesabu kama huyo mtu ni nabii au si nabii. Ndio ulikuwa mtego wa kwanza. Lakini maswali yale mengine mawili yaliyokuja yalikuwa pia majibu yake yamo katika kitabu hicho hicho cha Danieli. Wale walimu wa Kiyahudi waliuliza swali la pili kwamba Muhammad awaeleze kuhusu kisa cha vijana wa kale walikuwa wangapi na kisa chao kilihusu nini. Lakini pia waliambiwa muulizeni kuhusu mwenye pembe mbili. Majibu haya yote matatu yalikuwa yanatoka katika kitabu cha nabii Danieli. Jibu la swali la kwanza kuhusu roho ilikuwa inahusu katika huu mjadala uliokuwa baina Wayahudi na Wakristo kuhusu nafasi ya roho katika kumtambulisha mtu aidha ni nabii ama si nabii. Kwa hiyo hili ndio lilikuwa swali lake. Lakini Muhammad anakuja kutoa jibu tofauti kabisa. In fact, anakosa jibu, anasingizia kwamba swala la roho hii ni elimu ambayo iko kwa Allah peke yake. Ameifichua katika nafasi ndogo tu. Sasa tunakwenda katika jibu lake la pili kuhusu wale vijana wa kale. Muhammad kwa kuwa hakuwa mjuzi wa maandiko ya kale, akaenda kukinyofua kisa kingine tofauti, hakina mahusiano yote na kitabu cha Danieli. Akaenda kunyofua katika riwaya za kale za kutungwa. Hichi tunaenda kukiona katika Qurani sura ya 18 aya 9 mpaka 26. Naenda kuisoma na nitakuja kuelezea riwaya hii ilitungwa na nani na ilikuwaje mpaka Muhammad akaenda akageuza story ile kuwa ni sehemu ya Qurani. Naenda kusoma katika sura ya 18, sura ya 18 ya Qurani, aya ile ya kuanzia ya 9 mpaka 26. Inasema hivi: je, unafikiri ya kwamba watu wa pangoni na zile zilizoandikwa walikuwa ajabu katika ajabu zetu? Vijana hao walipokimbia katika pango na wakasema, Mola wetu, tupe rehema zinazotoka kwako na tutengenezee uongofu katika jambo letu. Tukaziba masikio yao na katika pango hiyo kwa idadi ya miaka mingi. Kisha tukawafufua ili tujulishe ni lipi katika makundi mawili linalohasibu sawasawa muda waliokaa. Sisi tunakusimulia habari zao kwa kweli. Hakika wao walikuwa ni vijana waliomwamini Mola wao. Nasi tukawazidisha uongofu na tukazitia nguvu nyoyo zao waliposimama wakasema, Mola wetu ni Mola wa mbingu na ardhi. Hatutamwabudu kabisa Mungu mwingine badala yake. Bila shaka tutakuwa tumesema uovu uliopindukia kiasi. Hawa watu wetu wamefanya waungu badala yake. Kwa nini hawaleti juu yao dalili iliyo dhahiri? Basi ni nani dhalimu mkubwa kuliko yule amzuliaye Mwenyezi Mungu uongo? Na mlipokuwa mumejitenga nao na vile wanavyoviabudu badala ya Mwenyezi Mungu, basi kimbilieni pangoni, atakufungulieni Mola wenu rehema zake na kufanyeni wepesi katika mambo yenu. Unaliona jua linapochomoza linapita mbali na pango yao kwa upande wa kulia, na linapokuwa linakuchwa linawakata upande wa kushoto, na wamo katika uwazi ndani yake humo. Hizo ni katika ishara za Mwenyezi Mungu, ambaye Mwenyezi Mungu anamuongoza, basi yeye ndiye aliongoka, na kumwachia kupotea, basi hatutampatia ulinzi mwongozi. Na unawadhani wa macho na hali wamelala, na tumewageuza upande wa kulia na upande wa kushoto, na mbwa wao kanyosha mikono yake kizingitini. Kama ungeona kwa hakika, ungegeuka upesi kuwakimbia, na hakika ungejazwa hofu juu yao. Basi namna hivi tuliwafufua ili waulizane baina yao. Akasema msemaji katika wao, mumekaa muda gani? Wakasema tumekaa siku moja au sehemu ya siku. Wakasema Mola wenu anajua zaidi muda mliokaa. Basi mtumeni mmoja wenu pamoja na fedha yenu hii mjini, na akatazame chakula chake kipi ni tahara zaidi, akuleteni katika chakula hicho. Na afanye mambo haya kwa busara, wala asikutajieni kabisa kwa yoyote. Kwao wakikujieni mlipo, watakupigeni mawe au watakurudisheni katika dini yao, na hapo hamtafaulu abadan. Na namna hivi tunatambulisha ili wapate kujua kwamba ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kweli na ya kwamba kiyama hakina shaka. Walipozozana baina yao juu ya jambo lao, wakasema wengine, jengeni jengo juu yao, Mola wao anawajua vyema. Wakasema wale walioshinda katika shauri lao, bila shaka sisi tutajenga msikiti juu yao. Na walikuwa watu watatu,
wanne wao ni mbwa. Hapa Muhammad anajaribu kujibu ile swali la wale walimu wa Kiyahudi. Anataja kwamba walikuwa ni watatu, anasema walikuwa watu watatu na wanne ni mbwa wao, na wanasema walikuwa watano na wasita wao ni mbwa wao, kwa kuvurumiza hujajua, na walikuwa saba na wanasema walikuwa saba na wanane wao ni mbwa wao. Sema Mola wangu ndiye ajuaye sawasawa hisabu yao, hakuna anayewajua isipokuwa wachache tu. Basi usibishane juu yao ila kwa mabishano ya juu juu tu hivi, wala usiulize habari zao kwa yeyote yule, wala useme kamwe kwa lolote lile kuwa nitalifanya kesho, isipokuwa inshallah Mungu, inshallah. Na umkumbuke Mola wako unaposahau na kusema, hasa Mola wangu utaniongoza njia iliyo karibu zaidi na ongofu kuliko hii. Na walikaa katika pango yao miaka 300 na wakazidisha 9. Sema Mwenyezi Mungu anajua barabara muda waliokaa, ni zake siri za mbingu na ardhi, kuona kulioje kwa Mwenyezi Mungu na kusikia kwake. Nao hawana mlinzi badala yake, wala yeye hamshirikishi yote katika hukumu zake. Hapa Muhammad anajaribu kutoa jibu ambalo hawa walimu wa Kiyahudi walimuuliza kwamba aseme wale kuhusu kile kisa cha wale vijana wa kale walikuwa wangapi na kisa chao kilikuwa kinahusu nini. Sasa unaposoma hii sura ya 18 aya 9 mpaka 26 unaona mambo kadhaa. Kwanza, Muhammad hasemi idadi, anarukaruka. Mara anasema watatu na mbwa walikuwa 4, mara anasema walikuwa 4, 5 mbwa wao, 6, na mwisho wake anasema kwamba anayejua idadi yao ni huyu Mola wao tu, wengine na pengine watu wengine wachache. Kwa hiyo Muhammad anatoa jibu pasipo kutoa jibu. Na anapozungumzia kuhusu walikaa muda gani, anasema walikaa miaka 300, anasema walikaa miaka 300 na wakazidisha 9. Naam, Muhammad kisa hiki anakiokota katika riwaya ya kutunga ambayo haina mahusiano yoyote na kitabu cha Danieli, kwa sababu wale walimu wa Kiyahudi maswali yao yote matatu waliyatoa walitaka Muhammad atoe jibu kufuatana na kitabu cha Danieli, ambacho kuna kisa nitakuja kukuelezea. Kisa hiki Muhammad ameking'oa katika riwaya ambayo ilitungwa kwenye karne ya 5 na mtu ambaye alikuwa anafahamika kama Jacob Serug, ambao kinafahamika kama inaitwa the 8 cave sleepers au the sleepers of the cave, ambao kwa mujibu wa Jacob Serug kisa hichi alikitunga kwamba hawa walikuwa ni vijana 7 wakiwa na mbwa wao mmoja. Na kisa hiki huyu Jacob Serug alikitunga ilikuwa ni kwamba wakati wa Ukristo, miaka ile ya kwanza, miaka 300 ya kwanza, Wakristo walipata mateso makubwa sana. Kwa kisa hiki huyu Jacob Serug alikitunga kwamba vijana hawa walikuwa 7 na mbwa wao mmoja, wakaenda wakajificha katika pango. Kwa namna ya pekee Mungu akawapa usingizi mzito wakiwa na mbwa wao, na wakalala miaka takriban 372. Kisa hiki kilienea katika pande zote za Mashariki ya Kati, Afrika Kaskazini na baadhi ya maeneo ya Europa kule, kwa mfano maeneo ya eneo lote la Roma, katika utawala wa Roma kilikuwa kikifahamika. Baadaye miaka 100 baadaye, kwenye karne ya 6, mtu mwingine aliyofahamika kama Gregory of Tours alikitafsiri kwenda katika lugha ya Kilatini, lakini akabadilisha mambo kadhaa. Moja wapo alibadilisha ni alimtoa mbwa, alizungumzia vijana 7, na pia alipunguza miaka ambao Jacob yeye alisema walikaa miaka 372. Gregory of Tours akasema walikaa miaka 189. Kwa hiyo hichi ni kisa ambacho kilikuwa kikifahamika. Kumbuka Muhammad yeye alikuwa ni mfanyabiashara, alikuwa akisafiri. Kwa hiyo hivi ni visa ambavyo alikuwa akivisikia, hadithi za kutunga zinahadithiwa katika masokoni na sehemu nyingine kama hizo. Ni hadithi za kufurahisha za kutunga. Lakini Muhammad akakichukua kisa hiki na kukigeuza kuwa jibu kwa wale walimu wa Kiyahudi, kwa sababu pengine watu wa Maka walikuwa hawakijui kisa hiki. Akageuza kuwa mojawapo ya aya katika Qur'an, lakini ilikuwa ni hadithi ya kutunga kabisa. Na kwa mujibu wa mafundisho ya Danieli, hiki ni kisa cha vijana watatu ambao unapoenda kusoma katika kitabu cha Danieli sura ya 3 mstari wa 1 mpaka 20 unakipata, ambao ni vijana watatu wanafahamika maarufu sana kama vijana hawa. Wanazungumziwa katika kisa katika kitabu cha Danieli sura ya 3 mstari wa 1 mpaka 20.
Walikuwa vijana watatu ambao walihukumiwa kifo, kuangushwa katika tanuru la moto mkali sana na alikuwa mfalme, na vijana hao walikuwa wanafahamika kama Shadrach, Meshach na Abednego. Na katika namna ya muujiza Mungu aliwaokoa, na hukumu yao ilitokana na kwamba walikataa kuabudu sanamu ambalo mfalme alikuwa ameliweka na kaamuru waliabudu. Hawa ni vijana ambao walikataa na wakapewa hukumu ya kutupwa katika tanuru la moto, lakini kwa namna ya ajabu Mungu akawanusuru. Kwa hiyo ni vijana watatu walitupwa katika, kisa chao ilikuwa ni kukataa kuabudu Mungu, sanamu la Mungu lililowekwa, na ambacho kilipelekea kupelekewa hukumu ya kifo kutoka katika tanuru la moto mkali. Lakini Mungu aliwaokoa. Baadaye yule mfalme Nebukadneza alipokuja siku ya pili kwenda kuangalia, akaona bado wako hai, hata unywele mmoja hawakuungua, lakini aliona watu 4 ndani mwake. Na kuanzia hapo Nebukadneza akatoa maelekezo kwamba kuanzia sasa Mungu atakayeabudiwa katika ufalme wake ni Mungu hawa vijana watatu, kwamba ni Mungu wa Israeli, ambaye Mungu wa baba wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ndio kisa hiki. Muhammad anakwenda kutoa kisa kingine kabisa ambacho hakina mahusiano yote na kitabu cha Danieli. Katika kujibu swali la 3 kuhusu kwamba muulizeni kuhusu mwenye pembe mbili, Muhammad naye pia anakwenda kung'oa katika kisa kingine, riwaya ya kutunga. Kisa hiki kina Muhammad anakiweka katika Qur'ani sura ya 18 hii, lakini tunaenda kuikuta katika aya ya 83 mpaka 102. Nitakuelezea kwa urefu kisa hiki Muhammad alipokitoa. Na wanakuuliza kuhusu Dhulqarnain. Sasa jambo moja la msingi sana kuelewa hapa, Dhulqarnain ni neno la Kiarabu likimaanisha mwenye pembe mbili. Na sasa aya inaanza ya 83, nasema na wanakuuliza kuhusu habari za Dhulqarnain, waambie nitakusomeeni baadhi ya hadithi yake. Sasa hapa tayari Muhammad anafichua huyu, kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu haya ni maneno ya Allah, lakini Allah anasema na kusomeeni baadhi ya hadithi yake. Na ni hadithi hii ilikuwa ni hadithi ya kutunga kabisa, na hadithi hii itakuja kuelezea. Anasema sisi tulimmakinisha katika ardhi na tukampa njia ya kupatia kila kitu. Basi akaifuata njia mpaka alipofika machweo ya jua, aliliona linatoa katika chemchem yenye matope mengi, na pale akawakuta watu. Tukasema, ewe Dhulqarnain, waadhibu au wafanyie wema? Akasema, ama anayedhulumu basi tutamwadhibu, kisha atarudishwa kwa Mola wake, naye atamwadhibu adhabu mbaya kabisa. Na yule mwenye kuamini na kufanya matendo vizuri na vitendo vizuri atapata ujira mwema, nasi tutamwambia lilo jepesi katika amri yetu. Kisha akaifuata njia hata alipofika matokeo ya jua, aliona linawatokea watu tusiwawekea pazia ya kuwakinga nalo. Na kama hivyo basi, na tulikuwa tunazijua vizuri habari zote zilizokuwa pamoja naye. Kisha akaifuata njia hata alipofika katikati ya milima miwili, alikuta nyuma yake watu ambao waliweza kwa shida kufahamu neno. Wakasema, ewe Dhulqarnain, hakika Yajuj na Majuj, yani hawa ni wale Gog and Magog, Yajuj na Majuj wanafanya uharibifu katika ardhi. Basi je, tukupe ujira ili utie baina yetu na baina yao kizuizi? Akasema yale ambayo Mola wangu amenimakinishia ni bora, lakini nisaidieni kwa nguvu, nitaweka baina yenu na baina yao kizuizi chenye imara. Nileteni vipande vya chuma. Hata alipoijaza nafasi hiyo katikati ya milima miwili, akasema, pulizieni mpaka alipokifanya kuwa moto. Alisema, nileteni shaba iliyoyayuka niimwage juu yake. Basi hawakuweza kuukwea, yani wale Yajuj na Majuj, yani Gog na Magog, hawakuweza kuukwea wala hawakuweza kuutoboa. Akasema, hii ni rehema iliyotoka kwa Mola wangu, na itakapofika hadi ya Mola wangu atauvunjavunja, na hadi ya Mola wangu ni kweli tu. Na kwenda kusomea kama nilivyosema, nitakusomea mpaka mstari wa 102. Hapa nimemalizia kwa 98. Na 99 inasema hivi, na tutawaacha baadhi yao siku hiyo wakisongana, na litapulizwa baragumu. Hapo tutawakusanya wote pamoja, na tutaidhihirisha Jahannam siku hiyo mbele ya makafiri, jahara hiyo, ambao kwamba macho yao yalikuwa katika pazia yasiyojali mauidha yangu, na walikuwa hawezi kusikia. Je, wale waliokufuru wanadhani ya kwamba kule kuwafanya waja wangu kuwa walinzi badala yangu
hakika sisi tumeiandaa Jehanamu iwe ndipo mahala pa kuteremkia makafiri. Naam, hichi kisa cha Dhulkarnain Muhammad alikitoa katika kisa ambavyo zilikuwa ni riwaya zilikuwa zikitambaa wakati ule, ambavyo zilimhusu yule aliyekuwa jemadari mkuu wa dola ya Ugiriki wakati ule, karne 3 kabla ya Kristo, alikufahamika kama Alexander the Great au Alexander Mkuu. Kisa hiki kwanza, kwa wakati huo Alexander Mkuu alikuwa akichorwa, walikuwa wakimchora akiwa na pembe 2 kichwani, na kulikuwa kuna sarafu na kulikuwa kuna hadithi nyingi za kutunga, riwaya chungu zima zilitungwa juu ya huyu Alexander the Great, ambaye Muhammad anapokuja kuzungumza hapa anamzungumzia, anamuita Dhulkarnain. Na katika riwaya za huyu Alexander the Great wanatajwa mataifa mawili ambayo anaita Gog and Magog. Kisa hiki Muhammad anakichukua karibu kama kilivyo, anakigeuza kuwa aya za Qur'ani. Ndio hizi aya ambazo nimekusomea katika sura ya 18 aya ya 83 mpaka 102. Kisa hiki kinapatikana katika ni kilikuja kuboreshwa na baadaye kikawekwa katika lugha za Kisiria au nasema Syriac, ambayo inajulikana kama Syriac Alexander Legends, ambayo kilikuwa maarufu sana katika karne ya 6. Muhammad anakichukua na anakigeuza aya za Qur'ani. Na ndugu yangu, kimsingi hapa Muhammad jibu ambalo alitakiwa kulitoa, alitakiwa alitoe katika kitabu cha Danieli kama nilivyosema pale mwanzo. Na jibu lake lipo katika sura ya 8 ya kitabu cha Danieli aya au mstari wa 20. Unasema hivi: yule kondoo mume uliyemuona mwenye pembe 2 ndizo wafalme wa Umedi na Uajemi. Umedi na Uajemi ilikuwa ni taifa moja. Kutokea mtafaruku mkubwa ambao hili taifa likagawanyika likaja kuwa na wafalme wawili. Huyu Danieli alipata maono. Katika yale maono alimuona kondoo mume mwenye pembe 2, na baadaye akatokewa na malaika Gabrieli, na Gabrieli anakuja kumtafasiria ile ndoto na anamueleza kwamba yule kondoo mwenye pembe 2 uliyomuona hizo wafalme wa Umedi na Uajemi. Muhammad yeye anakwenda kuelezea kwamba huyu ni Dhulkarnain, ambaye kimsingi hadithi zilizozunguka za Dhulkarnain zilikuwa ni hadithi za Alexander the Great, ambaye alikuwa ni jemadari mkubwa wa dola ya Kigiriki karne 3 kabla ya Kristo. Na visa vingi vilitungwa vya kufurahisha kuhusu huyu Alexander the Great, ambako kimojawapo hiki kilikuwa kinafahamika kama the Syriac Alexander Legends, ambacho Muhammad anakichukua anakigeuza kuwa aya za kwenye Qur'an. Dhahiri kabisa huyu Muhammad, kwanza mambo mawili. Huyu Muhammad, hawa Wayahudi walithibitisha si nabii wa kweli. Lakini pia tunakuja kuona pia hata hii Qur'an ni maneno ya mwanadamu, kwa sababu Muhammad anakwenda kunyofoa story na visa vya riwaya za kutunga, anazigeuza kuwa Qur'an. Hili ndilo ambalo lina mojawapo namna gani uthibitisho wa walimu wa Kiyahudi walivyokuja kubainisha wazi kwamba huyu Muhammad ni nabii wa uongo. Na ndicho kilichopelekea Muhammad katika miaka zaidi ya 10 aliyokaa pale Maka hakuweza kupata wafuasi waliozidi 100. Baada ya kuona hali ni ngumu, Muhammad akaondoka akaenda Madina. Kule baada ya mambo mengi kutokea, akapata nguvu za kijeshi na pesa nyingi, na baadaye aliueneza Uislamu, si kwa mahubiri, si kwa namna nyingine yote, wala si kwa miujiza, bali kwa vita na mauaji na kulazimisha. Ni dhahiri kwamba kwa mujibu wa walimu hawa wa Kiyahudi, Muhammad ni nabii wa uongo. Na bahati mbaya sana Muhammad ameacha ishara hizi za wazi katika Qur'ani baada ya kufeli huu mtihani, kwamba Muhammad hakika ni nabii wa uongo. Ndugu yangu Muislamu, nikutie moyo. Nafasi unayo. Una nafasi ya kuanza kukataa kumfuata huyu nabii wa uongo Muhammad. Uje kwake Mwokozi wetu Yesu Kristo, anayejidhihirisha katika maandiko ya Biblia takatifu, maandiko ambayo yanamtabiri tangu katika vitabu vya Agano la Kale mpaka kuja katika Agano Jipya. Inadhihirisha uweza wake, inadhihirisha umungu wake, inadhihirisha wokovu aliotupatia kwa kufa kwake msalabani na kufufuka baada ya siku ya 3. Na yeye mwenyewe anasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Ni wakati huo ndugu yangu Muislamu anza kufikiri.
Nafsi yako ina thamani kubwa mbele ya Mungu, na ndio maana Baba wa mbinguni akamtoa mwana Yesu Kristo ili usipotee bali uwe na uzima wa milele. Mimi nawe ndugu yangu tuna nafasi ya kupata wokovu huu tuliopata bure kwa upendo wake Bwana wetu Yesu Kristo. Nikutie moyo, wakati ni sasa. Ni sasa unatakiwa achane na huyu nabii wa uongo Muhammad. Mfuate Bwana wetu Yesu Kristo upate wokovu. Mungu akusaidie sana.